hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Amen. Ninakushukuru Baba yangu na Mungu wangu wa mbinguni, kwa jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo, kwa sababu ya neno hili ambalo watoto wako chini ya mlima wa Bwana tunaenda kujifunza. Roho Mtakatifu, funua kila kilichojificha, funua kila kilichofichwa, tupe kuelewa na maandiko katika jina la Yesu Kristo. Asiwepo mtu wa kutokuelewa, asiwepo mtu wa kutoka kama alivyoingia, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Amen. Wanaoandika somo, andika nguvu ya imani katikati ya changamoto. Nguvu ya imani katikati ya changamoto. Nguvu ya imani katikati ya changamoto. Halafu pale chini andika Warumi 1:17. Nguvu ya imani katikati ya changamoto. Bwana Yesu asifiwe. Nitakuelezea kwa ufupi sana maana ya imani, na nitakuelezea kwa ufupi tena maana ya changamoto. Amina. Tunapozungumza imani, imani ni uhakika. Tunapozungumza imani ni uhakika. Bwana Yesu asifiwe. Waebrania 11:1 anasema imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Imani ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kumbe imani ni kuwa na nini? Hakika. Imani ni kuwa na hakika. Nitakupa watu watatu ambao walionyesha imani. Tunamfahamu Ibrahimu. Licha ya kuwa alikuwa mzee, lakini aliamini kile Mungu alichomwambia. Mtu wa miaka 100 anapata mtoto, ile ndio imani. Bwana Yesu asifiwe. Imani. Mwingine aliyekuwa na imani, ukisoma kwenye kile kitabu cha Marko 5 kuanzia mstari wa 25, tutasoma baadaye. Kulikuwa kuna mwanamke ambaye alikuwa na changamoto ya kutokwa na damu miaka 12, lakini kutokana na imani yake aliweza kupona. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo tunapozungumza imani, tunamaanisha ule uhakika wa jambo kutokea, ile nguvu ya uhakika wa jambo kufanyaje? Kutokea. Hiyo ndio imani. Lakini tunaposema changamoto hapa, nikianza kuuliza kila mmoja changamoto zake, kila mmoja ana changamoto nyingi sana. Lakini changamoto ni kipindi cha majaribu, ni kipindi cha mtu kuwa katika hali ya giza, ni kipindi ambacho mtu anakuwa katika huzuni. Changamoto ni kipindi ambacho mtu anakuwa katika wimbi la mawazo makubwa. Changamoto ni kipindi ambacho mtu anakuwa kwenye huzuni, hajui nini afanye, hajui aanzie wapi, hajui afanye nini. Changamoto. Kwenye kanisa, changamoto inaweza kutokea watu hawafiki kanisani.
Watu wapo, sio kwamba hawapo, lakini hawafiki. Kanisani changamoto inaweza kuwa watu wanachelewa. Mchungaji ametangaza ibada inaanza muda fulani, labda saa 2 kamili, lakini watu wanafika saa 3:30. Hiyo ni changamoto. Changamoto kazini, unakuta wafanyakazi wenzako wanakutenga. Hiyo ni changamoto. Changamoto kwenye familia, unakuwa hauna sauti. Hiyo ni changamoto. Ni kipindi ambacho unakuwa kwenye majaribu, kwenye huzuni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunaenda kuangalia huyu mtu anapokuwa kwenye majaribu, anapokuwa kwenye huzuni, anapokuwa kwenye vipindi vya giza, hajui afanye nini, nguvu ya imani inaendaje kufanya kazi. Nguvu ya imani unapodharauliwa inasimamaje? Nguvu ya imani kwenye changamoto ya kutokuwa na mtoto inakusaidiaje? Inasimamaje? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nimekuandalia pointi 3 za msingi ambazo zinaonyesha namna gani nguvu ya imani inakusaidia kukutoa katika changamoto. Pointi ya kwanza, nguvu ya imani humfanya Mungu atoe majibu katikati ya changamoto. Nguvu ya imani humfanya Mungu atoe majibu katikati ya changamoto. Nguvu ya imani humfanya Mungu atoe majibu katikati ya changamoto. Hakuna majibu kama hakuna maswali. Hakuna majibu kama hakuna maswali. Changamoto ni maswali. Mariamu akamuuliza malaika, itawezekanaje hili? Sijawahi kujua mume. Leo unaniambia nitapata mimba, nitapata ujauzito. Litawezekanaje hili? Hakuna majibu kama hakuna maswali. Sasa hii nguvu ya imani inakusaidia, inafanya Mungu atoe majibu katikati ya changamoto. Kama hamna changamoto, hakuna majibu. Kuna haja gani tuombe watu wapone wakati hatuna changamoto ya watu kupona? Bwana Yesu asifiwe. Hakuna majibu kama hakuna nini? Maswali. Hakuna kuendelea kama hakuna changamoto. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukipata muda utasoma, nitakupa hapa maandiko. Samuel wa kwanza 17:44 hadi 48. Samuel wa kwanza 17:44 hadi 48. Somo la pili, Marko 5:25 hadi 34. Ukipata muda utasoma. Sasa mimi nataka nielezee kwa ufupi. Marko 5:25 hadi 34. Hapa Samuel wa kwanza 17:44 hadi 48. Amina. Amina. Tuanze na Samuel. Nimesema nguvu ya imani inamfanya Mungu atoe majibu katikati ya changamoto. Tunaposoma kwenye hii Samuel, palikuwa na changamoto. Kanisa la Mungu lilikuwa katikati ya changamoto. Kanisa la Mungu
ilikuwa katikati ya wimbi la changamoto. Mfilisti Goliati alikuwa amesimama, amelitetemesha kanisa la Mungu, amelifanya kanisa la Mungu liingie na hofu. Alikuwa akisimama, watu wote wanakimbia, ukisoma Biblia. Lakini angalia Mungu anachoenda kukifanya katikati ya mtu ambaye anajua msingi na umuhimu wa Mungu aliyembeba, akisimama kwenye changamoto, akasimama na imani. Haijalishi changamoto iko kubwa kiasi gani, haijalishi changamoto inamzidi kwa kiwango gani, lakini akisimama na imani, Mungu anatenda. Mfalme anamuita, anamwambia, kijana wangu, unaenda kupambana. Ni kweli unaenda kupambana. Hebu basi njoo jaribu haya mavazi. Afu mtumishi wa Mungu Daudi anajaribu, anamwambia mzee wangu, haya mimi hapana. Mimi hapana. Haya hapana. Akachukua fimbo yake, akaenda kwenye kijito cha maji. Akachagua, Biblia inasema akajichagulia mawe laini. Yaani kama kwenye nyama unachukua maini. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ninachotaka nikuonyeshe nini hapa? Yaani ninachotaka nikuonyeshe nini hapa? Kitu cha ajabu ambacho nataka nikuonyeshe nini hapa? Ukianza ule mstari wa 44, angalia shetani anaanza na vitisho. Mfilisti akamwambia Daudi, njoo huku kwangu, nyama yako nitawapa ndege wa angani na wanyama wa mwituni. Sikiliza jibu la mtu ambaye ameshiba imani. Sikiliza Mungu anapotamani kujidhihirisha. Angalia Mungu anapotaka kutoa majibu, anasema kwenye mstari wa 45, ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe unanijia mimi na upanga, fumo, mkuki, bali mimi ninakujia kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi ya Israeli uliowatukana siku hii ya leo. Sasa kwenye mapambano waga kwanza kuna ile unamtisha Bwana, si ndivyo yaani hata shetani anapotaka kupiga apige, lazima kwanza kutisha, angalia imani yako umesimama au umegelea. Kuna Wamasai hapa. Wamasai. Wamasai hapa tu. Wamasai tumekuwa na Masai hapa, nituelezea vizuri. Wale vijana wanapofikia ule umri wa kuingia kwenye jando na unyago, wanapelekwa msituni. Wakipelekwa msituni, ili uweze kushinda lazima uwe simba. Kwa hiyo mnapangwa mstari pale. Alafu simba anakuwa pale mbele. Anachokifanya simba, ananusa harufu ya uoga. Kumbe shetani pia huwa ananusa harufu za uoga. Akifika kwenye kanisa akanusa, akajua hapa anapita. Angalia maneno ya ushindi yaliyojaa imani. Wanadamu wengi tunasubiria kwanza kitu kitokee ndio tuamini. Lakini angalia, anasema hivi, siku ya leo Bwana atakuua mkononi mwangu, nami nitakupiga na kukuondolea kichwa chako, nami nitawapa ndege wa angani na wanyama wa nchi hii mizoga ya majeshi ya Wafilisti, ili kwamba, tusome kwa pamoja pale, dunia nzima wajue ya kuwa yuko Mungu katika. Hivi hapo Mungu hawezi kujidhihirisha? Hivi hapo Mungu hawezi kusimama? Hapo Mungu hawezi kusema, hakika katika mlima wa Bwana kuna watoto wangu, katika mlima wa Bwana kuna. Lazima majibu yatokee. Lazima majibu yatokee. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nguvu ya imani unapoitumia, Mungu analeta majibu. Hakuna majibu kama hakuna, yaani hatungekuwa na Daudi kama Goliati asingekuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe kanisa tuna changamoto. Hakuna kanisa kama kuna changamoto.
Hakuna kanisa kama hakuna changamoto. Kwenye Marko nitakugusia kidogo. Huyu mama aliteseka. Ukisoma kwenye Marko amesema alitumia kila kitu chake, kila kitu kwa wataalamu, lakini Luka akasema kwa waganga. Yaani usitufiche fiche, ni kwa waganga. Soma kwenye Luka. Yaani huyu Dr. Marko yeye alificha, akasema kwa madaktari. Neno ambalo ukilizungumza ni kwa madaktari. Lakini Luka anakuambia kwa waganga. Naomba nisome. Ukisoma kwenye Luka tena amefungia mabano. Luka 8 amezungumza tena, ameifungia mabano kabisa. Luka 8:43 anasema, na mwanamke mmoja ambaye ametokwa na damu muda wa miaka 12, akaweka mabano hapa, akasema aliyekuwa amegharimiwa mali zake zote kwa kwamba kina nani? Hapa akafunga mabano kwamba hii ni siri. Wengine wanashindwa kuweka mambo wazi, lakini wanasema kwa waganga. Hiyo ni Luka 8:43. Kuna watu wanapata changamoto, hawajui Mungu yupo, wanakimbia kwa waganga. Ngoja nikupe siri. Mganga akusaidii. Mganga anakula mali zako. Hivyo unajua hata akimaliza kukutibu aenda kumwambia Mungu, nisaidie apone. Nakwambia leo, mtumishi wa Mungu mmoja alisema, usikae karibu na watumishi wa Mungu kama hauna zivu kwenye mdomo wako. Na maana hivi, ukikaa karibu na mtu anayetatua shida za watu wengine, utajua anavyotumia kuzitibu. Sasa huyu mwanamke, tuendelee, alikuwa amechoka, hana kila kitu, ametoa kila, lakini hajapata msaada. Nimekwambia hakuna maswali kama hakuna majibu kama hakuna maswali. Akasikia kuna Yesu anaponya, kuna Yesu. Sasa ndo wanadamu tulivyo. Yaani ukisikia popote unaenda. Alikuwa ananichekesha baba, ananiambia, kijana wangu, vijana wengi wanapotea kwa sababu ya sauti na mafanikio ya watu. Umesikia niko kwa maposa nimenunua gari, ukikaa kidogo unasikiliza huyu bongo. Mwanadamu ambaye ana maswali mengi yuko tayari kutafuta majibu popote. Yapata na shida. Nishawahi kutembea saa 8 za usiku. Saa 8. Unaenda kutafuta shida. Aliposikia akasema, huyo Yesu yuko wapi? Yuko Mbagala. Sasa naomba tu nikupe picha fupi. Hivi Yesu kama alilisha wanaume 5,000. Si ndivyo Wanaume 5,000. Halafu wanawake hawakuhesabiwa, watoto hawakuhesabiwa. Na kawaida hata huko ndani wanaume ni wachache kuliko wanawake na watoto. Sasa tunachukua labda wanawake walikuwa 10,000. 7,000. Ukijumlisha inakuwa ngapi? 5 kwa 12, si ndivyo Watoto wanakuwa wengi sana. Kwa hiyo tuchukue tu wao walikuwa na wenyewe kama 4,000 hivi. Ukijumlisha unapata idadi ngapi? 16
watu 16,000. Sasa nachotaka kuonyesha ni hii nguvu ya imani. Katikati ya watu 16,000, Biblia imeandika imesema hivi, akatoka nyuma. Ana shida, ana changamoto, lakini Yesu yuko kule juu, yeye akatoka nyuma. Hakutoka tu hivi, alisema, angalia imani yake. Akasema hivi, nitakapogusa tu. Imani ndipo inaanza kutokea pale. Na Mungu hakujibu kwa sababu aligusa, aliangalia amedhamiria kitu gani. Angalia imani hiyo, kwamba nguvu ya imani kwenye changa. Ana shida ndio, anatoka na damu ndio, watu ni wengi. Ninaposema hivi 10,000 mnaelewa? Na hapo umetoka, akasema nitakapogusa. Hapo Biblia inasema akapenyeza. Yule ni mwanamke, kuna wanaume. Alafu Yesu alikuwa na mabodyguard. Wale wanafunzi 12 mabodyguard. Akawapita. Yaani anampita mpaka Paulo nani? Petro. Ambaye ni muuaji. Yeye jamani giant yule. Soma historia yake. Yesu alimwokota kwenye nini? Yule jamaa alikuwa ni kamanda. Na ndio maana hata Yesu alipokuwa anamteka pale, kabla Yesu hajajivua ule uungu, ukisoma pale kwenye ile bustani, Petro alichokifanya, kwa kuwa tayari alikuwa na mbinu za kivita, alimfyeka ile habari sikio ile juu ya askari. Akapenya. Alafu taajabu. Kipindi kile hata sasa hivi, yaani hata mimi si mtoto wa hapa. Yaani kuna siku mtakuwa mnashangaa navaa kama baba alivyovaa. Amina. Navaa kama baba pia alivyovaa. Amen. Ili tufanyaje? Tufanane. Nataka kuonyesha nini? Yule mwanamke alikuwa ametambua vazi la Yesu ni hili. Ili hali wale wanafunzi wote 12 wako pale wamemzunguka. Anapenya katikati, alafu sio atashika juu. Pindo. Imani. Kwa nini Mungu atoe matokeo? Yaani kwa nini Mungu asikubariki? Kwenye changamoto kwa nini Mungu asiseme na wewe? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Andika hii. Wakati wa changamoto usisubiri kuona kwanza ndipo uamini. Amini kwanza ndipo utapata matokeo. Wakati wa changamoto usisubiri kuona kwanza ndipo uamini. Amini kwanza ndipo uone matokeo. Wakati wa changamoto usisubiri kuona kwanza ndipo uamini. Amini kwanza ndipo uone matokeo. Tukimaliza tunasema amina. Wakati wa changamoto usisubiri kuona kwanza ndipo uamini. Amini kwanza ndipo uone matokeo. Amen. Amen. Ya pili, nguvu ya imani inatupa kushinda hofu. Nguvu ya imani inatupa kushinda hofu, mashaka na wasiwasi katikati ya changamoto. Nguvu ya imani inatupa kushinda hofu, mashaka na wasiwasi katikati ya changamoto. Nguvu ya imani
inatupa kushinda hofu, mashaka na wasiwasi katikati ya changamoto. Timotheo wa pili 1:7. Timotheo wa pili 1:7 anasema, maana Mungu hakutupa roho ya nini? Bali ya na Yesu asifiwe. Wewe nikwambie, ninapozungumza changamoto, Timotheo wa pili 1:7, ninapozungumza changamoto usigeneralize. Hebu jichukue wewe, halafu zile changamoto zako ndio ziwe zako, uzitafakari kwa hivyo. Unajua, kwa sababu Wakristo wengi tunapotoa mifano kwenye Biblia huwa hawaelewi. Anaona Daudi, bwana alikuwa tu Daudi, yule mama siwe. Chukua zile za kwako wewe ndio ziingize nguvu ya imani wakati wa changamoto, inakupa kushinda hofu. Nimekwambia adui anaanza kwa kukutisha, aone umesimama au uko legelege, ndio kazi yake hiyo, atakutisha kwanza. Kwa ile hofu inayokuwa ndani yako anacheza nayo. Jana baba akaniambia, kwa nini Mungu alimwambia Yoshua uwe na kwa nini? Hakuna kitu kinachomaliza kama hofu. Yaani leo hapa mtu akaumwa nyoka hapa, hafi kwa sababu anaumwa nyoka. Hofu ndani yake. Au kwa mfano Mathayo 14:22 na 23 mpaka 33, mimi nitaifikisha. Mathayo 14:22 hadi 33. Yesu alikuwa akihubiri, amehubiri jioni kaifika, Biblia imesema akawalazimisha wanafunzi wapande chombo waende ng'ambo, alafu akamwacha yeye wapi? Akiwaaga makutano. Wakaenda. Baada ya kumaliza kuaga, hakutaka kuwafuata, akaenda kwanza mlimani kuomba. Biblia inasema usiku wa kwanza ukapita, usiku wa pili ukapita, usiku wa tatu ukafika, usiku wa 4. Yaani hapa haimaanishi kwamba siku ya kwanza ya pili, no. Yaani unajua usiku umegawanyika si ndivyo vipindi vya usiku. Ule wa 4 wako katikati ya bahari, chombo kimepigwa na mawimbi, alafu mwanaume anakuja anatembea, hana wasiwasi, hana stress. Wakaogopa, wakamwambia kielele. Akaongea, watu napenda kumuita kielele, kama ni wewe niruhusu nije. Akamwambia njoo. Kwani nakuja, njoo. Akashuka hatua kadhaa, kweli mimi naenda. Lakini Biblia inasemaje? Mstari wa 30 nasema hivi, lakini alipouona upepo. Tunaanza huduma vizuri, mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu tunaanza kuona upepo, mwaka wa tatu tunaanza kuona changamoto, mwaka wa tatu ndio tunaanza hazieleweki. Ndoa yangu haieleweki mwaka wa tatu. Ukishaona upepo, Biblia inasemaje? Akasema hivi, shida inaanza unapoogopa. Yaani shida haianzi kwa
kukutikisa. Unapo inapata nini? Akaanza hofu. Ukishairuhusu tu, yaani ukiruhusu tu unaanza kuzama. Yaani ukiruhusu, haijalishi ukiruhusu. Kwa nini? Tumeshaambiwa hatukuumbiwa roho ya uoga, bali ya nguvu, ya upendo. Hatukuumbiwa roho ya nini? Hapa Petro aliingiza nini? Hofu. Bwana Yesu asifiwe. Akapiga nini? Makanisa mengi sasa tunapiga yowe. Tumeshaogopa, tumeshaingiza hofu. Sasa Mungu anakujibu, je, unapiga kelele? Uliambiwa Mungu ni Mungu wa kelele? Mungu anakaa mahali patakatifu palipotulia. Ili uweze kujibiwa, unapaswa umetulia, kimya. Mtu ambaye ana matokeo mazuri makubwa ya maombi ametulia. Mtu ambaye ana matokeo makubwa ya maombi ametulia. Mungu hakujibu kwenye kelele. Mungu hazungumzi kwenye kelele, anazungumza kwenye utulivu. Alimwita Musa mlimani, sehemu ya utulivu. Yesu alikuwa anaenda kusali mlimani, sehemu ya utulivu. Musa na Elia walimtokea Yesu wapi? Sehemu ya nini? Na Petro anasema, Bwana, tungejenga vibanda vitatu hapa, sehemu ya utulivu. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe wanadamu ambao hawana Kristo ndani yao wanakosa utulivu. Sasa hii imani huwezi kuwa nayo kama huna utulivu, na ndio maana tofauti ya sisi na wao ni kwamba sisi Mungu anatujalia tupate utulivu, si ndivyo? Alafu tunapopata utulivu, majibu yanakuja, na utulivu unaanzia moyoni. Na ndio maana akasema, naomba ufanikiwe kama roho yako. Kwa nini? Ndani una utulivu. Ibada zitaenda kama sisi tuna utulivu ndani. Tutaweza kustahimili majaribu kama tayari tuna utulivu. Haleluya, haleluya. Akapiga yoyo, akasema, Bwana niokoe. Utaendelea huko mbele. Nataka kukupa point hapa ya kuwekea nyota. Andika, unachokitazama kinaamua unachokiogopa. Unachokitazama kinaamua unachokiogopa. Alafu ukimtazama Mungu, hofu inafanyaje? Inapotea. Unachokitazama kinaamua unachokiogopa. Ukimtazama Mungu, hofu inapotea. Petro aliangalia upepo. Anayeangalia upepo atapanda, si ndivyo? Unachokitazama kinaangalia utakachokuwa unafanyaje, unakiogopa. Ila ukimtazama Mungu, hofu inapotea. Kwa nini inapotea? Kwa sababu yeye ametumbia roho ya ushindi tayari. Tuna ushindi ndani yetu tayari. Bwana Yesu asifiwe. Ya tatu, nguvu ya imani inatupa kushinda majaribu. Nguvu ya imani inatupa kushinda majaribu ya kiroho na kimwili katikati ya changamoto. Nguvu ya imani
inatupa kushinda majaribu ya kiroho na kimwili katikati ya changamoto. Maana kushindana kwetu si juu ya damu na nini, si juu ya nini, si juu ya nini, bali ni tunaanza kushinda rohoni kwanza, alafu matokeo yanaonekana mwilini. Nguvu ya imani inatupa kushinda majaribu ya kiroho na kimwili katikati ya changamoto. Yohana wa kwanza 5:4. Yohana wa kwanza 5:4. Yohana wa kwanza 5:4. Anasema, kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu, na huku ndiko kushindako ulimwengu, hiyo imani yetu. Narudia tena. Kwa maana kila kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu, na huku ndiko kushindako ulimwengu, hiyo imani yetu. Hakuna mtu anaweza kushinda, hakuna mtu anaweza kufaulu kama narudia tena, kama hajazaliwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo lazima tutambue ushindi wowote unapatikana ndani ya aliyezaliwa na ushindi. Ushindi wowote unapatikana ndani ya aliyezaliwa na. Sisi tayari ni washindi. Sisi tayari ni nani? Si ndio? Tulikufa pamoja naye, tukafufuka, tayari ni washindi. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe majaribu, andika, majaribu si mwisho wa safari yako. Majaribu si mwisho wa huduma yako. Majaribu si mwisho wa kumtumikia Mungu. Majaribu si mwisho wa safari yako, lakini ni darasa ambalo Mungu analitumia kukujenga. Ni darasa ambalo Mungu anatumia kukujenga. Majaribu si mwisho, lakini ni darasa ambalo Mungu anatumia kukujenga. Yaani huwezi kuwa na huduma kubwa kama huduma ndogo imekushinda. Lazima akupe majaribu. Kama hautaweza kusurvive sehemu ambapo una mlo mmoja, huwezi kusurvive sehemu ambapo mnakula mara moja kwa wiki. Kwa maana Mungu anakupa kwanza majaribu, ushinde, akuvushe. Daudi aliposhinda akawa nani? Kuna zawadi alikuwa ameandikiwa pale. Na sababu kubwa ya Daudi kwenda kupambana ni kwa sababu ya mtoto wa nani? Wa mfalme. Aliuliza mara tatu, hivi nikishinda atakayemua atafanywa nini? Atapewa binti wa mfalme. Siamini. Hivi ni kweli atapewa? Ni kweli? Akasema si nina Mungu. Si nina Mungu, watumishi. Tukishinda hapa tunatapewa nini? Taji. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ushindi wako hauamuliwi na ukubwa wa changamoto, bali ukubwa wa imani yako. Ushindi wako hauamuliwi na ukubwa wa changamoto,
unaamuliwa na ukubwa wa imani yako. Nikupe mfano halisi kwa dakika 2 hapo nifunge. Mwaka jana tulipata changamoto. Mwenzetu mmoja alifiwa na mama yake mzazi. Alafu mimi ndio mwenyekiti wa darasa letu la form 4. Kwa hiyo wananipa ile michango ile wakati tunachangisha. Kwa mimi nataka nikuonyesha hapa imani ilivyotenda kazi. Kwa mimi nilipokea kama 2,500. Nilipokea, niingia tu kwenye miamala. Na changamoto ikatokea. Na ile fedha tulikuwa tunaiwasilisha tarehe 25 ili walau tumpoze, si ndivyo? Sasa imefika kwenye tarehe kama 10 na nikamshuhudia mtu akaokoka. Yaani tulikuwa kwenye presentation. Present pale wakaniuliza kusomea, kuna yale maswali ya kukera nikawa najibu. Sasa mimi kwenye issue za present mzee wangu ananielewa, amenitengeneza tokea zamani. Kwa hiyo kuna mtu akatamani kufika kwangu mimi napokaa, akaniomba kama naomba nifike. Nikamwambia mna shida, karibu. Ile siku amekuja akanipigia simu na kuja akaniambia hamna shida, japo nimetoka kidogo, wewe fika tu utakuta pale mtu afika hapa. Sasa kutokea ameingia, kila anachokitazama, kila akipiga hatua, kila akigeuka huku ni utukufu wa Mungu. Nilipofika, maana nyimbo zinazoimbwa tokea amefika, yani zinazoimba ni za utukufu. Kitu kinacho display ni utukufu. Alipokaribishwa pale ni utukufu. Nilipofika tu akaniuliza, umeokoka? Nikamwambia, unauliza swali au unataka nikujibu nini sasa? Akasema, na mimi nataka niokoke. Nikasema sawa. Sifa na utukufu kwa Mungu. Nikamuongoza sala ya toba. Nikampeleka kubatizwa, ni maji mengi. Sasa huwezi kuwa na mtu alafu haumlei. Si ndivyo? Sasa nikasema sasa hapa sina fedha, sina chochote. Na huyu mtu hana Biblia, hana notebook, hana kitabu kimoja ambacho kitamsaidia kwenye nyimbo. Nikamwambia Mungu, nina fedha hapa. Ninayo fedha, lakini huyu ni mtoto wako. Ninayo nini? Kitu cha thamani kinatunzwa kwa thamani. Nikasema hizi Biblia zina shilingi ngapi? Kuna Biblia za kike zile kuna Biblia fulani zina gharama sana. Nikasema hii, unajua unapomkuta mtu, yaani hapana sio hiyo. Unapomkuta mtu lazima umvute kwa vitu. Nikaingia Morogoro mjini pale, nikachukua Biblia nzuri, ilikuwa shilingi 50,000. Sijirumiagi, yaani nikachukua na notebook nzuri hata zaidi ya kwangu. Nyoga napenda kutumia zaidi, lakini hii ni kwa ajili ya kuandalia masomo, kuna ile ya kwangu binafsi ya masuala ya kimungu. Nikamchukulia zinazofanana na ya kwangu. Nikamchukulia hizi, nikamwambia moja utakuwa unaandikia kanisani, moja utakuwa unajifunza mwenyewe unapokuwa na kufundisha. Nikamchukulia na hizi tenzi, nikamchukulia na kibegi cha kubebea. Nikamwambia nini? Nikamwambia mzee, bwana nimepata mpisa hivi na hivi, basi akaniombea pale mzee wangu sawa. Nilitumia ilikuwa kama 100,000 na hapo ni mwezi wa 12. Kile utakayegusa hela na kwambiaje? Sikukuu. Sasa nikarudi madhabahuni, nikamwambia Mungu, tarehe 25 hii hapa. Tarehe 25
nikaomba, wewe hapana. Tarehe 20 nikasema nipigie baba, mwambie baba, sasa huyu mtu huyu niliyempata 1 2 3. Sema nikampigia Apostle Julius, nikamweleza, akaniambia kijana wangu pambana. Ndio mzee anakuambia pambana. Sasa nikafunga siku 3. Nikamwambia inapofika tarehe hiyo 25 Mungu atakuwa amejaribisha. Ile siku ya 3 Mungu akaniambia andika kwenye grupu, hiyo fedha utaituma wakati wa mwaka mpya. Niko kwenye mfungo, nikaandika. Nilikuwa niko darasani tarehe 29. Yaani mpaka hapo sina fedha. Yaani nimefunga, nimeomba, lakini niliposikiza tu ile nikasema basi Mungu atafanya. Bwana nini fedha hizi, Mungu atafanya. Nilikuwa kwenye kipindi, kuna mzee mmoja mtoto wake nimesoma naye, akanapenda kuita mtumishi. Sasa yule mzee akanipigia simu, nikatoka kwenye kipindi nikapokea, akaniambia kijana wangu, hivi sikukuu hii unakula nini? Nikamwambia hata sielewi, yaani nipo tu. Unajua masuala ya huduma ya sasa, kuna ile fedha ambayo nilikuwa nimeitoa, akaongeza na 10,000. Imani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame tumshukuru Mungu. Tutaenda